safeguard the public participation. Na katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027, Rais William Ruto atakuwa na kibarua kigumu cha kuchagua ni nani atakuwa naibu wake wa rais kati ya Profesa Kithure Kindiki ambaye kwa sasa ndo anashikilia nafasi hiyo na waziri wake wa uchumi samawati Ali Hassan Joho ambaye ni kinara wa chama cha ODM. Joto hili la siasa za naibu wa rais zimechangiwa na viongozi wa bunge wa ODM ukanda wa Pwani ambao wanaoshinikiza Rais William Ruto kumchagua Joho kama naibu wake ifikapo mwaka 2027. Hata hivyo, kauli hizi zinakinzana na semi za wabunge kutoka Taita Taveta wakiongozwa na mbunge wa Taveta John Bwire siku chache naibu wa rais Profesa Kindiki alipozuru Taita, waliposema kwamba nafasi hiyo itasalia kwa Kindiki, kama anavyoarifu mwanahabari Hezron Kimari kutoka mji wa Voi, kaunti ya Taita Taveta. Na wakati siasa za mwaka 2027 zinapokaribia, siasa zinaonekana kuongezeka, hasa siasa za naibu urais ikionekana kuvutia wengi, hasa viongozi katika chama cha ODM wakishinikiza waziri wa sasa wa uchumi samawati Ali Hassan Joho aweze kuchukua nafasi hiyo ambayo sasa inashikiliwa na Profesa Kithure Kindiki. Hivi karibuni tu ni siasa ambazo zinaonekana mseto kutoka kwa viongozi wa mkoa wa Pwani wakiongozwa na mbunge wa Mwatate, na pia baadhi ya viongozi wengine wakishinikiza Ali Hassan Joho aweze kupewa nafasi hiyo. Na sasa tuwasikize. Tumeamua sote viongozi wa Pwani, kiongozi ambaye atatuongoza kutoka sasa mpaka 2027 tutakapofika kwa ndege ni Ali Hassan Joho. Sote tumeamua hivyo kutoka Taveta mpaka Lunganunga. Tunasema na mapema, mazungumzo yakifika wakati wa kufika, sisi tunasema kama chama cha ODM, lile la chini tunalitaka ni Deputy President wa Jamhuri ya Kenya atoke kutoka chama cha ODM. Rais Daktari William Ruto alisema ataunda serikali 2027 na vyama viwili. Mlisikia hilo? UDA na ODM peke yake. Mlisikia? Vyama viwili tu. Namba 2 si ODM. ODM nani? Hassan Ali Joho. Namba 2 ni nani? 2027 Deputy President His Excellency Hassan Ali Joho. Mwisikie sauti. Sultan ndio ODM na ODM ndio Sultan. Sasa ni yupi huyo anafaa kupatiwa unaibu wa rais kama si Sultan? Sultan si Sultan, anafaa hafai? So wakati wa mfungo huu jamani, sisi wakati wa Kristo tunafunga upande huu na nyinyi ndugu zangu Waislamu, kwa sababu haya yote bila Mungu hayawezekani. Katika pwani yetu hii, kama kuna mtu ambaye tunaweza kusimama tuseme huyu anatosha na anafaa kuwa naibu wa rais, ndugu yangu ni wewe. Wewe ndio tunakuangalia, wewe ndio tunakutegemea. Kwa hiyo na niseme kwamba tuko majembe yapo. Ukitaka sisi tuko wakati wote ule kusimama na kukushika mkono na kupiga debe lako. Kwa hivyo ODM yetu ni moja, na katika kupanga siasa yetu ya Kenya tumesema ambaye kiongozi tunayemwangalia ni Ali Hassan Joho. Na munisikize vizuri kwa hili. Wa kutengeneza post election coalition na chama chochote na wale ambao tunaongea kwanza ni UDA, tunataka Ali Hassan Joho awe hapo katika maongezi. Mimi naamini kwa uweza Mwenyezi Mungu, siku moja ndani ya dunia hii tutaweza kupata rais Muislamu, na ishara atuonyesha Mheshimiwa Ali Hassan Joho ataweza kushikilia nafasi hiyo. If we want to make an impact or have meaning in the discussion, we must be serious. We must be serious. Kama kuzaa twazaa, kama tuko wengi tuko, but lakini there are certain things we don't do. Na mimi nataka niwaombe tukubaliane kwamba tutaanza kufanya hayo. Kila kijiji watu waingiziwe magari, waandikishwe mobile register, kila mtu awe na kitambulisho, na kura ikija kila mtu aandikishe kura, alafu tusimame nao. Wakija twaja, wakituangalia tuwaangalia. Naibu wa rais, jambo langu la mwisho, iko watu wanataka kuanaanza kukuletea fitina, eti wanasema sijui nini.
Sisi watu wa Taita Taveta tukiwa viongozi wote, we want to tell them you will not get political popularity kwa kuanza kuongea mambo ya deputy president, kwa sababu hii kiti ya naibu wa rais ilienda asubuhi na mapema, na naibu wa rais wetu ni Profesa Kithure Mwakasi Kindiki. Na ndio semi za baadhi tu ya wabunge ama viongozi wanaoshabikia serikali ya William Ruto na muungano wake wa ODM, wakiwa wanashinikiza ifikapo mwaka 2027 lazima waziri wa sasa Ali Hassan Joho aweze kuwa naibu wa rais, ambaye atakuwa amemuondoa naibu wa rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki. Tunaposubiri kuona vipi ambavyo siasa hizi za kugombania nafasi ya naibu rais zitakavyofanyika ifikapo mwaka huo. Nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Asante sana Hezron Kimari, taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa za